warahmatullahi wabarakatuh, wapendwa na wapenzi wa Markaz Online. Leo ni siku nyingine ambayo kwayo tunatumia kuelekezana baadhi ya mambo. Kwanza, shukrani za dhati zimwendee Allah tabaraka wa taala kwa kutukutanisha leo kwa mara ya kwanza katika chaneli yetu hii ya Markaz Online. Kwa jina lazima nitambulishe kwenu Khalifa Shamsuddin Makarama, lakini pia vilevile ukitaka mawasiliano ya moja kwa moja katika kile ambacho tunachozungumza siku ya leo, basi hapo chini utapatikana namba zetu. Lakini pia vilevile usisahau kusubscribe channel yetu hii ya Markaz Online TV, lakini pia vilevile kushare na kucomment katika yale ya heri ambayo tunataka kujifunza. Ndugu zangu Waislamu, leo nataka nizungumze ndani ya dakika 10 tu ni jinsi gani ambavyo unaweza ukajiokoa katika dhiki, katika taabu. Dua ziko nyingi sana za kuweza kufanya. Hata wewe mtazamaji ambao unatazama, kama una dhiki, una taabu, unataka kumfanya adui yako awe zaidi ya rafiki yako, unataka kumfanya adui yako umshughulishe katika yale ambayo anayokushughulisha wewe, kuna muda mwingine kweli huwezi kufanikiwa, wala maradhi wala fitna wala dhiki mbalimbali ambazo zinakukuta haziwezi kuondoka isipokuwa mpaka umshughulishe adui yako, ambaye kila siku anakwenda kwa waganga wa kishirikina, anakwenda kwa watu wasiofaa kwa ajili ya kukuletea wewe madhara. Mshughulishe na yeye, au mgeuze awe ni zaidi ya rafiki, awe ni mtumwa kwako. Adui yako vile anavyopambana kwa ajili ya kukufanyia uadui, ndivyo hivyo ambavyo anaweza akapambana juu ya mafanikio yako. Unaweza kulifanya vipi hilo? Ungana na sisi tukufanyie dua. Dua ziko nyingi sana. Dua miongoni mwa dua za kuangamiza kuna Badri, ambayo hiyo watu wengi huwa wanaizungumza au wanaisoma, japokuwa inakuwa haina matokeo kwa sababu kuna taratibu zake mara nyingi huwa zinaachwa. Lakini wote tutakapofuata sisi kwa kupiga hiyo namba hapo 771 ya WhatsApp, tutakuelekeza hiyo dua inafanyika vipi, na usipate shaka popote utakapokuwa duniani, Marekani, Saudia, UK na kwingine, au katika ardhi yetu ya Tanzania. Dua hii inaweza kufanyika tukiwa pamoja au ukiwa mbali, na dalili ya kwamba dua unaweza kufanya ukiwa mbali na ikaleta majibu, tunao ushahidi wa kutosha. Lakini kwa leo nataka nikuelekeze nia ya dua yoyote ya maangamizo, dua yoyote ya kumfanya adui yako awe rafiki yako, awe mtumwa wako, awe ni mtu akipanga. Maana ukitaka kuwatawala watu wagawanye, ukitaka maadili zako kuwashinda, lazima utengeneze mpasuko baina yao, labda watu 3, 4 au 5. Lazima ufanye dua wapasuke, wengine wachache wao upande wako, ili wakuletee taarifa ya mipango ambayo wanaipanga. Sasa kwa mfano ukija ukapiga simu, mimi na uadui mkubwa, na niseme kitu kimoja, ni uadui wa namna yoyote katika ulimwengu unaokusumbua tunaweza kumaliza kwa masaa machache baada ya kumaliza dua. Ni dua ambayo ukisoma papo kwa papo inaleta majibu. Lakini kuna vitu vya kuzingatia. Cha kwanza, tutaangalia hali ya mambo. Ni somo pana kabisa ambalo tutakuja kulitoa. Wewe kipindi hicho upo katika nafasi yako, upo katika hali au upo katika magumu. Lakini pia tutaangalia ni thubutu au ni aiza katika muda huo ambao tunataka kufanya dua hiyo. Juu ya hao wanaowafanyia dua hiyo, wao na wewe, ni nani ambaye yuko katika aiza? Kwa hiyo tutatafuta lisaa ambalo yupo katika aiza, ndio tutafanya dua yetu hii. Lakini miongoni mwa nia ambayo tutakukabidhi wewe, utakuwa unaitamka ni moja kati ya dua 3 ambayo leo nitakutajia moja, ambayo hii itakuwa ni kama nia. Maana dua hiyo itakuwa inafanyika kwa vifaa ambavyo tutakuwa tumetafuta, pamoja na kondoo ambayo ndio itakuwa ni ishara ya kumwaga damu, kubadilisha yale yanayokukuta wewe, dhiki, tabu, tafarani, irejee kule kwa yule adui yako ili apate shughuli ya kufanya. Lakini pia vile kwa wale ambao wanakuwa wanasumbuliwa na sihiri au uchawi au mashaitani, jinsi gani tunaweza tukaua uchawi au tukaua haya mashaitani, tutaeleza katika darasa ya pili. Kwa hiyo dua ambayo inafika yule mlengwa, yani wewe ambaye adui umekuandama sana, lazima uweke nia. Ndio ambapo tutakapokuwekeza nia miongoni mwa hizi nia 3. Nayo ni dua. Sisi tunasoma ikifika mahali kwa watu walio katika hali hii, ni dhani tumevifaa tuvipate bukhuli pamoja na mnyama. Na hizo bukhuli pia zinanunuliwa kwa gharama. Kwa unapotutafuta huwa umejipanga na umejiandaa kwa ajili ya kumaliza zako uadui, masaa machache tu baada ya dua hiyo huwa imekwisha. Ngoja nikupe kisa ambacho kitakufaa.
Mwenye kisa hiki ameandika, anasema man arada an yansuru Allahu ala kulli dhalimin, yoyote ambaye atatamani au atataka Allah tabaraka wa taala amnusuru juu ya kila dhulma au juu ya kila mwenye kudhulumu, wa an yunajiahu Allah wa an yunajiahu min adh-dhulmi, mpaka dua hiyo iweze kumtoa kumvua katika dhulma aliyonayo. Al-wiqayatu khairun min al-ilaj. Kuna watu mkiwa na neema mnajisahau mpaka maradhi, dhiki, tabu, ugumu wa maisha, fedha ikatike, unapambana kutafuta fedha lakini mwisho siku haupati mpaka ile uliyoipata ishe. Ukipata fedha maradhi ya kupate, mara nyingi huwa hamkumbuki kujishughulikia mpaka mtakapoishiwa. Una maisha mazuri ndio kipindi pa kujilinda, una mwanamume mzuri ndio kipindi cha kulinda ndoa yako, na biashara nzuri hapo ndio kipindi cha kutafuta kabla matatizo hayajakujilia. Al-wiqayatu khairun min al-ilaj, hakika ya kinga ni bora kuliko tiba. Fa'alayhi bi thalathati adiya, basi juu yako wewe juu ya aina tatu za nia. Na nia ya kwanza adduau al-awwal, nia ya kwanza au dua ya kwanza wewe ambaye tunakusomea utaisoma dua hiyo. Hadha da'a bihi al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu, hii aliwekea nia Hasan al-Basri radhiya Allah tabaraka wa taala juu yake. Inama amara al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, pindi ambapo Hajjaj ibn Yusuf, tutakuja kuelezea Hajjaj ni nani, lakini kazi yetu 10 hazitosha kumwelezea Hajjaj ibn Yusuf kwa muda wake. Al-Thaqafi huyu inama amara, pindi ambapo aliamrisha Hajjaj ibn Yusuf ayaqbidahu ala al-Hasan al-Basri, ili Hasan al-Basri aletwe mbele yake. Hasan al-Basri anatumilizwa wanajeshi waje wamchukua wapeleke kwa Hajjaj ibn Yusuf. Fa bimujarradi an dakhala alayhi al-jundu, na pale tu walipoingia wanajeshi katika nyumba ya Hasan al-Basri, qalu lahu inna al-Hajjaj yastad'iki, na wale wanajeshi wakamwambia kwamba hakika ya Hajjaj ibn Yusuf anakuita. Wa alima al-Hasan anna al-Hajjaj yanwi idamahu, moja kwa moja Hasan al-Basri akajua kwamba kwa wito huu na kwa askari hawa, basi Hajjaj ibn Yusuf amelita kwa ajili ya kwenda kunyonga au kujiua. Fa bimujarradi, na pale tu andakhala ala al-Hajjaj da'a bihadha dua, na pale tu alipomchukua kutoka kwake na kumpeleka katika nyumba ya Hajjaj ibn Yusuf, moja kwa moja, kwa sababu alijua dhamira yake ni uadui, alianza kuweka nia hii. Wa arju minkum an yahfadhuhu, na mimi kwenu kama shekhe wenu ninatamani kila ambaye nitakayekuwa nikimfanyia dua hii basi aihifadhi katika kifua chake. Watajaluhu fi adhkari sabah wal masa, lakini baada au kabla ya kufanya dua hii nitapendekeza isome kila jua linapotaka kuzama na asubuhi inapopambazukia. Watadhiru biha maratan wahidatan ba'da kulli salah, lakini pia ikiwezekana aweze kuisoma kila baada ya swala kama atakuwa ni Muislamu. Hizi miongoni mwa dalili ya kwamba kwa hiyo tutakapoifanya ni baktatan, kwa haya maandalizi ambayo unayofanya yatapelekea kujibiwa kwa haraka. Hata yunajiakumullah antum wa ahla buyutakum, mpaka Allah tabaraka wa taala kumsuru wewe mwenye dhiki na wa ahla buyutakum, na watu wa nyumbani kwako, minadhulma, kutokana na dhulma, wa minalfajra, na kutokana na uovu, wa minalhasadati alkasadata alfasada, na kutokana na mahasidi wanapokuhusudu pindi wanapotekeleza hasadi zao. Daa fi nafsihi qailan, akaweka nia huyu Hasan al-Basri radhiyallahu anhu huko akisema, Allahumma inna fi tadbirika ma yughni 'anil hiyali. Tazama tafsiri yake, anamwambia Allahumma, ewe Allah, inna fi tadbirika ma yughni 'anil hiyali, hakika katika mipango yao yapo yanayoshinda njama. Hakika mipango ya Allah tabaraka wa taala, zipo hali ambazo kwa Allah zinaweza zikashinda njama za maadui zako. Wa fi karamika ma huwa fawqa al-amali, lakini katika ukarimu wako yapo yaliyo juu ya matarajio. Matarajio ni kwamba akanyongwe, lakini kutokana na ukarimu wa Allah tabaraka wa taala, basi ukarimu upo juu ya matarajio ambayo wewe unaonitazama upo nayo. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, kwa haraka haraka anasema wa fi afwi kama yamru dhalali, na yapo yanayofuata. Anasema
msamaha wako yapo yanaofuta kuteleza. Unaweza kama umefanya jambo ambalo linapelekea wewe ikawa ni sababu ya hayo maradhi kukupata, au dhiki au adui kubwa. Unaweza kuwa umekosea kwa Allah tabaraka wa taala, kwa anamwambia katika msamaha wako yapo ambayo yanaofuta kuteleza kwetu. Allahumma ya wali fi ni'mati, ewe msimamizi wa neema zangu, kuna kheri ambazo nilizozifanya hapa. Unaweza kukania Rabbi, nilitoa sadaka, na ndio maana nitatoa maelekezo ya kutoa sadaka katika dua hii. Unatoa sadaka kwa ajili ya yale ambayo unayohitajia. Miongoni mwa sadaka ni huyo mnyama. Allahumma ya wali fi ni'mati, ewe msimamizi wa neema zangu, ya munisi fi wahshati, mwenye kutimiliza mwenye upweke, uko peke yako. Unaunda watu wanapata dhiki, na unaotazama clip hii utakuwa unajua umepata dhiki kiasi ambacho unaangalia mbele, unaangalia kushoto, unaangalia nyuma, hakuna wakuauni, upo upweke peke yako. Basi jua Allah tabaraka wa taala yu pamoja na wewe. Ya maradhi inda kurbati, ewe kimbilio katika matatizo yangu. Allah ndio kimbilio peke yake katika dhiki na taabu ulizonazo. Yani kama mmejua umuhimu wa dua hii, basi mligombania kupata dua hii katika familia zenu, kukinga na maisha yenu jumla. Ij'al ma akhafuhu wa ahdharuhu, kisha utamwambia Allah tabaraka wa taala, jalia yale ambayo tunayoyahofia na yale ambayo tunayochukulia tahadhari, shida, dhiki, taabu ndio tunayoyahofu, maisha na mengineyo ndio ambayo tunayochukulia tahadhari. Basi jalia Allah tabaraka wa taala bardan wa salama ala qalbi kama ja'alta an-nara bardan wa salama ala Ibrahim, jalia yawe baridi na salama katika moyo wetu kama ulivyojalia mambo yakawa baridi na salama juu ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Kilichotokea ni kwamba huyu Hajjaji ibn Yusuf ghafla tabasamu likadhihiri katika moyo wake, ghafla huruma ikadhihiri katika uso wake, akamkaribisha na kumkarimu badala ya kumfokea na kumkaribisha katika hukumu ya kunyongwa, akamsogeza mpaka akakaa naye katika kitanda chake cha mfalme. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao hawajabahatika kuwa katika imani hii ya dini ya Kiislamu, falamma raa alhajibu hadha almashhad, pindi alipoyaona mlinzi wa Hajjaji ibn Yusuf yale makaribisho mazuri aliyokuwa akipewa Hasan al-Basri, sara waraa al-Hasan qala lahu ya Hasan, akazunguka nyuma ya mgongo wa Hasan, kisha akamuuliza ya Hasan ya Aba Said, kisha akamwita kwa jina la mtoto wake, laqad jia bika li ghairi ma fu'ila, hakika yale uliyokuja kukamatiwa nayo sio unayofanyiwa, umekuja kukamata kwa uadui na leo kwa unyongwe, lakini tunaona ukarimu mkubwa juu ya mfalme wetu kwa wewe, fika juu yako wewe. Famadha qulta li rabbika, ni kitu gani ulichomwambia Mola wako mlezi? Kisha Hajjaji ibn Yusuf Hasan al-Basri akamwambia, qala inama dakhaltu ala sahibikum, pindi nilipoingia kwa huyu jamaa yenu, wajadtu shara fi ainihi, niliona cheche za macho, niliona cheche za moto katika macho yake. Najaitu rabbil izza, ndipo ambapo nilipojikinga kwa Mola wangu mtukufu. Na wewe njoo tukukinge au tujikinge wewe na familia yako, biashara yako, kazi yako kwa Mola mtukufu. Usisahau kusubscribe channel yetu hii, usisahau kushare na kucomment, usisahau kuchukua namba za simu hapo chini, tupigie, tuingie katika dua ambayo ni baktatan wallah wa billah wa tallah. Nakwambia umeshawahi kuomba dua, lakini sio dua hii ambayo ndani kuna haya manuizi